zinatajwaga zingine. Lazima kila wakati tuwe makini. Na hata nchi yetu inao vibaraka, wako wengi tu. Vibaraka wa aina hiyo wapo wengi na wako kazini. Na maisha yao wanaendesha kwa kulipwa hivyo hivyo. Wakati ninyi mnavuja jasho kutafuta kipato halali cha maisha yenu na kuiendeleza nchi. Lakini wapo vibaraka ambao wao maisha yao wanatunzwa. Na kazi maalum wanazofanya ni hizi za kuharibu amani katika nchi. Wapo. Na hata tunavyoongea hivi wapo. Wako kazini. Familia zao zinatunzwa kwa kufanya kazi hizo hizo za ukibaraka. Na wengine hupenya mpaka na kwenye mifumo. Wanapenya. Kila siku yuko kazini, unaweza ukadhani anafanya kazi ya taifa, kumbe ni kibaraka anatumika. Wengine wapo kwenye vyama vya siasa. Hivyo hivyo. Kila siku. Unadhani anafanya kazi ya demokrasia, kumbe kibaraka anatumika. Nilikuwa namsikiliza mmoja, kila siku anabadilisha kauli. Siku hii KKT wanataka kufanya hivi. Mimi niwaambieni, nchi yetu hii, utaratibu wa kupata viongozi wakuu wa nchi ni kupitia vyama vya siasa. Hatujawahi kusimamisha wagombea wa madhehebu. Tunatumia vyama vya siasa, ndivyo katiba inavyosema. Ni mwaka gani kuna dhehebu liliwahi kusimamisha mgombea? Ukisikia kauli hizo ni kauli za vibaraka ambao wako kazini. Wanataka kutuletea migawanyiko ya kidini. Mwaka gani tumewahi kuona dhehebu limesimamisha mgombea? Wagombea wanasimamishwa na vyama vya siasa. Ndio, wagombea husimamishwa na vyama vya siasa. Vyama vya siasa vilivyosajiliwa kikatiba. Na miaka yote tangu tuanze, na Mwalimu Nyerere alisema hili, hatujawahi kusimamisha mtu asiye na dini. Sasa ya mambo ya madhehebu mwaka huu yanaanzia wapi? Kama si kazi za vibaraka walioko kazini. Mambo ya kipumbavu, tunapotezea na muda. KKT. Lini dhehebu limewahi kuwa na mgombea? Sisi tuna vyama vya siasa. Ndio. Na katiba inasema vyama vya siasa ndio vitasimamisha wagombea. Na vibaraka wenyewe wanaoongea hayo hata sio wana CCM. Si waongea vyama vyao huko. Kama kwenye vyama vyao wanasimamishaga kupitia madhehebu, ni huko. Mimi nilishakuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki. Najua mambo ya viongozi ndani ya chama chetu yanatumia chama cha siasa. Chama chenye heshima. Ukiwa na chama chenye heshima unaongeleaje madhehebu? Mambo ya kijinga yakaachwa yakarudiwa huanza kuonekana kwamba ni mambo ya maana. Haya lazima tuyakatae kila dakika. Ndio. Mnataka kuwafanya maaskofu wawe bize kujadili mambo ya vyama vya siasa ya nomination badala ya kufanya mambo ya kuombea taifa na kulinda heshima na utukufu ndani ya madhehebu yao. KKT. Nani kawaambieni cheo wakinapeleka mtu mbinguni? Kwa akitokea kiongozi wa dhehebu hilo, wale wa dhehebu hilo wanaenda mbinguni kwa tiketi ya kiongozi wa siasa. Mambo ya kipumbavu kabisa hayo, tunapotezea na muda. Jana nimesikia lingine, huyu ni mgombea wa rais. Tangu lini sisi rais anataja mgombea? Someni katiba ya chama chetu iwaambie ilivyo. Na mjumbe wa kamati kuu yuko hapa. Hiki ni chama chenye misingi. Hiki sio chama cha briefcase.
ukibaraka, tusipotezeane muda. Na ukisikia kwenye tetezi unaona wanataja unatutaja na wengine, msitupotezee muda. Watu wengine hatuugui na madaraka, tunaugua na kutatua shida za watu. Hatuugui na vyeo, tunaugua na kutatua kero za watu. Cheo sio msingi, msingi ni huduma kwa watu. Ndio. Mimi nimeanza, niko sekondari, nasomesha watoto ambao hawajiwezi. Nina watoto zaidi ya 1000 ambao wamepitia mikono yangu. Hayakusubiri waziri mkuu. Waziri mkuu kwangu mimi sio kitu kikubwa. Kikubwa ni nafanya nini na nafasi ambayo nimeaminiwa. Ndio maana kila weekend nikimaliza majukumu yale ya ratiba ya serikali, naingia na haya, hamna kupumzika, ili wale ambao wanahitaji kusikilizwa waweze kusikilizwa. Na hata hapa nitawasikiliza. Na wala msiwe na haraka, tutasikiliza hata kama giza litatukuta hapa. Ndio majukumu niliyotumwa na Mheshimiwa Rais. Ndio. Watu wana vilio, watu wana migogoro, watu wana mambo yanawatatiza. Watu wanahitaji ajira. Watu wanahitaji maendeleo. Leo hii hatujamaliza hata mwaka tangu tutoke kwenye uchaguzi. Kila siku ajenda iwe uchaguzi. Mambo ya kipumbavu kabisa hayo. Ya ubinafsi. Mambo ya ubinafsi. Taifa linalotakiwa kupiga hatua, miezi 6 baada ya uchaguzi tuanze kujadili uchaguzi. Badala ya kujadili namna gani ya kushughulikia kero, namna gani ya kuondoa malalamiko ya wananchi, tujadili vyeo. Sasa bana, wanaotumika kwenye ukibaraka, wanaohangaishwa na ukibaraka na wanaohangaishwa na vyeo, tusipotezeane muda. Mimi kwangu kubwa ni kushughulikia kero za wananchi. Na hicho ndicho ambacho katiba imenituma, na hicho ndicho ambacho rais amenituma. Tusipotezeane muda. Na wala tusichafue taasisi zenye heshima. KKT. Wananchi wana mahitaji ya lazima ambayo wanataka serikali yao ifanye. Sio madaraka. Nani kawaambieni madaraka haya nilionayo ni madogo? Nani kawaambieni madogo? Hebu wasome katiba hawa wapumbavu hao. Wasiojua wasome katiba. Ndio, wasome katiba. Nimepewa majukumu.
na katiba imebainisha hivyo, waziri mkuu ndo watakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamizi wa shughuli za kila siku za serikali, usimamizi wa shughuli za serikali bungeni, na kutekeleza ama kusababisha kutekelezwa kwa maelekezo yote ambayo rais atatoa. Mtu mwenye akili timamu, katiba ikishakupa hivyo na wewe ndio umeshateuliwa, utawaza mavyeo ya madaraka ya wanaoyazo hawa vibaraka hawa, badala ya kuwaza wananchi wapate kicheko na tabasamu waliloahidiwa na rais kupitia nafasi uliopewa. Na mimi niwaambieni Watanzania, kuna michezo mingi mno tunachezewa na vibaraka hawa mingi, wakitafuta kutugombanisha kila leo. Niliona ni aseme haya kwa sababu jambo la kijinga likirudiwa na lisifafanuliwe huanza kuonekana la maana. Niwaombe Watanzania, na Mheshimiwa Rais alishatoa mwongozo, twendeni tutumie muda mwingi kwenye mambo ya maendeleo ya nchi yetu na watu wake.